taasisi za umma, yale yote yanayotokea kwenye taasisi za umma yanayotumia fedha za serikali, huo ni ununuzi wa umma, na ni fursa ambayo ipo kwa wananchi wote, hasa makundi maalum ya vijana, wanawake, wazee na watu ulemavu. Ndugu waandishi wa habari, mfumo wa NeST umewezesha utekelezaji wa upendeleo wa zabuni za bidhaa za ndani ya nchi. Sheria ya ununuzi wa umma imeweka upendeleo maalum ambapo zabuni zote zenye thamani isiyozidi bilioni 50 ni kwa ajili ya wazawa pekee. Pia imetoa upendeleo wa hadi 10% kwa zabuni wa ndani kwenye zabuni ambazo zinahusisha ushindani wa kimataifa. Kadhalika imetoa upendeleo wa hadi 15% kwa bidhaa za ndani ya nchi dhidi ya bidhaa za nje ya nchi. Yani ukitumia malighafi za ndani na mwenzako akawa anatumia malighafi za nje, unapewa upendeleo pale ambapo unafanya uthamini wa mpaka 15%. Yote hiyo ni kuchagiza au kuchachia kwamba watumie bidhaa za ndani zilizozalishwa na viwanda vyetu vya ndani. Upendeleo huu si kwa maneno tu, bali kupitia mfumo wa NeST ni rahisi kufuatilia na kutekeleza, kwani wazabuni wa nje hawawezi kubofya kitufe cha kuomba zabuni zenye thamani ya chini ya shilingi bilioni 50. Hivyo tunawasihi wa Tanzania tuendelee kujiunga kwenye makundi haya kuanzia watu 3 na kuendelea, kusajili makundi haya katika halmashauri zenu, na kisha msajili kwenye mfumo wa NeST ambapo utaweza kuonekana na taasisi nunuzi, na ndio mahala ambapo zabuni zinatangazwa. Lengo kuu ni kuhakikisha kuwa tunakuwa na uchumi jumuishi, kwamba kila Mtanzania ananufaika na anachangia pia kwenye ukuaji wa uchumi katika ngazi yoyote uliopo. Na sisi tuna msemo tunasema, ahachwi mtu hapa. Kila mtu tuko tayari kukuongoza, kukupa elimu, kuhakikisha kwamba unaweza katika kundi lako, katika eneo liliopo, ili uweze kushiriki katika huu uchumi jumuishi ambao unaletwa kwako kupitia fursa hii ya ununuzi wa umma, na hasa kupitia mfumo wa NeST.